Mkutano wa kilele cha Umoja wa Afrika unaoendelea katika makao makuu yake jijini Addis Ababa, Ethiopia, umeanza katika mazingira yenye mvutano wa kimkakati, huku ushindani kati ya Saudi Arabia na ule wa Falme za Kiarabu, yaani United Arab Emirates, ukiweka kivuli juu ya ajenda rasmi za bara la Afrika. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kimataifa, ushindani huo umejikita zaidi katika eneo la pembe ya Afrika ambalo limegeuka kuwa kitovu cha kijiografia na uchumi kutokana na ukaribu wake na Bahari Nyekundu ya Ghuba ya Aden. Mataifa kama Somalia, Sudani, Ethiopia, Eritrea na Djibouti yamejikuta katikati ya mvutano huo, yakishawishiwa kupitia uwekezaji, mikataba ya bandari, misaada ya kiusalama na mikopo ya maendeleo. Inaarifiwa kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umewekeza kwa kiasi kikubwa katika miundombinu ya bandari na usafirishaji katika ukanda huo, hatua inayolenga kuimarisha njia za biashara na ushawishi wake wa kimkakati. Kwa upande wake, Saudi Arabia imeongeza juhudi za kidiplomasia na ushirikiano wa kiusalama, ikijaribu kujenga miungano mipya ya kikanda ili kulinda maslahi yake katika Bahari Nyekundu. Ushindani huo umeongezeka katika kipindi ambacho baadhi ya mataifa ya pembe ya Afrika yanakabiliwa na changamoto za ndani za kisiasa na kiusalama. Nchini Sudani, mzozo wa ndani umefanya taifa hilo kuwa kitovu cha maslahi ya kigeni, huku Somalia ikiendelea kujenga upya taasisi zake za kiserikali wakati ikikabiliwa na changamoto za usalama. Wachambuzi wanaonya kuwa kuongezeka kwa ushawishi wa mataifa ya nje kunaweza kuchochea migawanyiko ya ndani au kuongeza utegemezi wa kiuchumi. Katika mkutano huo, viongozi wa Afrika wamekuwa wakijadili pia masuala mengine muhimu kama mapambano dhidi ya ugaidi katika ukanda wa Sahel, mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ajenda ya maendeleo ya kiuchumi na biashara huria. Hata hivyo, wadadisi wa masuala ya diplomasia wanasema mjadala kuhusu ushawishi wa Ghuba unaonekana kuvuta hisia zaidi ya malengo rasmi ya mkutano, ambapo mkutano huu unalenga kuondoa na kushughulikia changamoto mbalimbali za bara la Afrika, hasa kwenye uchumi na usalama. Baadhi ya viongozi wamehimiza msimamo wa pamoja unaolenga kulinda uhuru wa sera za mataifa ya Afrika na kuzuia bara hilo kuwa uwanja wa mashindano ya nguvu za nje. Wameeleza kuwa ushirikiano wa mataifa unapaswa kujengwa juu ya uwazi, heshima ya mamlaka ya kitaifa na maslahi ya muda mrefu ya bara la Afrika. Mkutano huo unatarajiwa kuhitimishwa kwa tamko linalosisitiza mshikamano wa ndani wa Afrika na kuhimiza ushirikiano wa kimataifa unaozingatia misingi ya usawa. Hata hivyo, wachambuzi wanaona kuwa changamoto kubwa itakuwa si maneno ya tamko, bali utekelezaji wake katika mazingira ya ushindani mkali wa kimkakati unaoendelea kuimarika katika pembe ya Afrika.